Kwa jina naitwa Misekela John Nyingi, nakaa mtaa wa Kabwe, katibu mwenezi kata ya Rwanda. Nataka kusema hivi, Chama cha Mapinduzi hatutahitaji sisi bila katiba mpya, uchaguzi haufanyiki bila katiba mpya. Tunataka katiba mpya ifanyike ndio tuingie tufanye uchaguzi. Bila katiba mpya uchaguzi hatufanyi. Tunataka katiba mpya ifanyike. Mama Samia tunakuambia tunataka katiba mpya. Bila katiba mpya hatutaki uchaguzi kufanyika. Tukaingia kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa, mkaja kutupora na kunyang'anya kura zetu kwa wa Chama cha Mapinduzi. Tunataka katiba mpya ifanyike ndio ambapo tufanye uchaguzi. Zaidi ya hapo hatufanyi uchaguzi bila katiba mpya. Tunakuambia Mama Samia, huko ambako huko usikilize leo hii. Kwa hiyo saizi au atakufa paka au panya, bila uchaguzi lazima tunataka katiba mpya. Na saizi kesho kwa Lissu tunaenda kwenye mkutano mkuu ambao mwenyekiti wetu taifa anafikia kata ya Rwanda. Hatuhitaji polisi wote kutunyanyasa. Sisi hatujawahi pita kwenye mikutano yao ya Chama cha Mapinduzi kuja kuwasumbua, na hatutaki polisi yoyote kuja kutusumbua kwenye mkutano wetu wa hadhara. Hatuhitaji. Kwa majina naitwa Mbele Mwaisenye, ni kiongozi wa hamasa kata Iganzo. Kesho tumejiandaa kumpokea mwenyekiti wetu wa taifa Antipas Tundu Lissu. Kama sisi tumejiandaa kwa mikakati mikubwa sana kumpokea kiongozi wetu. Jambo lingine, nawaomba viongozi wote tushirikiane kumkaribisha kiongozi wetu na wanachama na mashabiki, ili tutokeze kwa wingi kesho, ili tupate ufafanuzi wa no reform no election. Yes. Ndio ninachowaomba viongozi wote, wananchi wote wanakaribisha kesho Rwanda zote. Asanteni. Kwa majina naitwa Nora Joseph, natokea mtaa Makunguru kata ya Rwanda. Mimi ninasema tunafurahi kwa ujio wa Mheshimiwa Lissu. Tumejipanga sawa sawa, na kesho asubuhi tutajaa pale Rwanda Zovwe. Ninalosema hapa, watu wote tumejipanga, tumehamasisha vizuri kabisa, kwa hiyo tutajaa pale na tuko vizuri. Swala la pili, ninasema hivi, kwenye uchaguzi wa safari hii hatutakubali kuingia bila tume huru, bila mabadiliko ya uchaguzi pamoja na usimamizi wake, kwa sababu tumenyanyaswa ya kutosha. Mimi nilikuwa mgombea wa ujumbe kata ya Rwanda, serikali ya mitaa. Kama mwanamke nashikana mpaka na askari, nikitoka huku nje msimamizi wa uchaguzi anaenda kubadilisha matokeo ya CCM. Sasa tumechoka kunyanyaswa. Tunamwambia Mama Samia, hii ni sauti ya mwanamke mwenzie, naomba uisikie. Bila tume huru hatuingii kwenye uchaguzi. Hatutaki. Yani hatutaki, tunataka mabadiliko ya uchaguzi ndipo tuingie kwenye uchaguzi. Hivi hatutakubali. Iwe kufa mtu au kuwa hai, hatuingii kwenye uchaguzi. Amina. Kwa majina anaitwa Agripa Kenani Moga, natokea kata ya Iunga. Niliyekuwa mgombea kwenye nafasi ya mwenyekiti mtaa wangu wa Inyara. Ninasema kuwa tunafurahi sana kwenye ujio wa Mheshimiwa Antipas Tundu Lissu, na tunamshukuru Mungu kwa ajili ya kupita kuwa yeye ndiyo rais wa Chama cha Demokrasia Tanzania. Tunalolisema na tunaloliitikia kwa wakati huu, hatutakuwa tayari na hatuko tayari kuingia kwenye uchaguzi wa mwezi wa 10 bila mabadiliko ya tume huru ya uchaguzi. Haya tunayasema kwa sababu ya utapeli na hujuma za serikali ya CCM kupitia rais wao Dr. Samia, kupora mamlaka ya Watanzania, kupora mamlaka ya vyama vya upinzani, kupora mamlaka hai ya vyama vyote vinavyoingia kwenye mchakato wa kutaka kuweka wagombea wao, na kunyanyaswa kutawaliwa na serikali ambayo hatutakuwa tayari kwa ajili ya uonezi. Polisi ikitawala pamoja na watendaji na viongozi wao wa kata na serikali za mitaa, watendaji wao. Tunalikataa kwa nguvu zetu zote. Kesho
tunaalika na tutakuwa tayari na wanambeya wote wajitokeze kwa nguvu za pamoja kwenda kusikiliza hotuba za Mheshimiwa Antipas Tundu Lissu, kuleta nguvu ya umma, kuleta kusanyiko la pamoja. Kwa hatutakuwa tayari kwenda kwenye uchaguzi wa mwezi wa 10 bila kukamilisha majukumu haya ya kikanuni ya taratibu ya sheria ya mwezi wa 10 ya uchaguzi huru. Kesho tunawalika wanambeya wote na kata zote na wapenzi wote wa chama na wasiokuwa na vyama, tunawalika Rwandazovwe kwenye mkutano wa hadhara utakaoanza kuanzia saa 5. Kwa majina naitwa Tegemea Sanga. Mimi nimefurahi sana ujio wa Lissu. Nimefurahi pamoja na wote viongozi wote. Nimefurahi sana kufika kwao. Hakika nimeiona Mbeya ikichangamka. Tulikuwa tukitembea huko barabarani kuhamasisha kwa ajili ya mkutano wa kesho. Watu wameitikia sana. Wamefurahi kusikia kwamba hatutaingia kwenye uchaguzi bila katiba huru, bila katiba mpya, bila uhuru wa uchaguzi. Hawawezi kukubali kuingia kwenye uchaguzi. Mimi mwenyewe Tegemea nilikuwa ni mgombea wa serikali za mitaa kupitia Chadema, lakini tulipola uchaguzi ule tulipita kwa kura nyingi. Mwisho wa siku tumehesabu zile kura, mwisho wa siku uchaguzi ule msimamizi anapola yale matokeo, wanatangaza watu wengine. Hiki kitu hatutakubali kuwa makafala wa CCM kila mwaka. Hili kitu tumekikataa. Hatuwezi kuwa makafala wa CCM kila mwaka. Hatutakubaliana kabisa. Tunahamasisha watu wote, wanawake kwa wanaume, watoto wa jinsia zote, wote tukutane Rwandazovwe. Tukasikilize kila anachokisema kiongozi aliyoteuliwa na Mungu. Maana mimi nasema ameteuliwa na Mungu, kwa maana mtu anapigwa marisasi yote yale anakuepo hai mpaka saizi. Tunaamini kabisa yule ameteuliwa na Mungu. Na ndio maana tunasema kwamba yeye ndio atakibeba chama chetu. Tuna uhakika kwamba atakibeba chama chetu kwa haya anayosema kwamba hatutaenda kuwa kafara wa watu kwa sababu ya kwamba nini? Bila katiba hatuwezi kuingia kwenye uchaguzi. Tulizoea huko nyuma wanatufanyia hujuma, lakini bado tunaingia kwenye uchaguzi hivyo hivyo. Sasa hizi hatuingie kwenye uchaguzi. Yoyote atakayoingia kwenye uchaguzi, mtu wa Chadema anaingia anasema yeye atagombea, huyo ni kafara ya CCM. Akagombea CCM, sio kwenye Chadema. Sisi Chadema tunasema hatuna uchaguzi bila katiba mpya. Yangu ni hayo. Mimi kwa majina naitwa Frida Chone. Natoka kata ya Sinde. Kuna jambo kubwa lilionifurahisha kupita kijana wangu Lissu. Ndio tulikuwa tunamtarajia. Kwanza Lissu ni mpango wa Mungu. Amina. Kwanza kulikuwa na marumbano sana. Mtu anayesali anasema kwa hakika Lissu kulikuwa ni mpango wa Mungu. Angekuwa tu ni mipango tu ya mwanadamu hii au kufanya nini, hakuna. Kwa sababu kuna hela zilikuwa zinatembea kama mchanga. Lakini tunamshukuru Mungu, tunamuinua Mungu, tunamtukuza Mungu. Mungu alimjua Lissu akiwa tumboni mwa mama yake. Amen. Bila kumjua Mungu, Lissu kumjua Mungu, wala Lissu asingekuwepo. Lakini Mungu alisimama na Lissu toka akiwa mdogo, alimjua. Kwa hiyo sisi tunasema kesho kutakuwa mtiti wa watu. Asante. Jamani, Chadema iko kwenye mioyo ya watu. Hata mngefanya nini, iko kwenye mioyo ya watu. Hii Chadema Mungu ameiweka. Amina. One mambo yanayopitia. Watu wanatekwa, watu wanauawa, lakini jamani, damu za watu zinalia hapa chini. Zinalia mbele ya Mungu. Iko siku. Hata huyu mzee Wasira anasema tutatawala milele. Wewe ni Kristo. Wewe ni Yesu. Amina. Kesho yake wewe unaijua. Hata mimi kesho yangu siijui. Tunamuinua Mungu muumba mbingu na nchi. Jehova Jireh, Jehova Niko ambaye yupo.
Mimi nasema jamani, mjitokeze vijana. Vijana ndio nyinyi wenye nguvu. Asante. Wazee na nyinyi mjitokeze. Sisi wanatalima hatubebwi na magari, hata tungekuwa wazee tunatembea sisi wenyewe. Asante. Lakini sisi mnabeba watu, kisha beba watu na watelekeze na waacha na wenyewe bado wanapiga tu vigelegele. Lakini sisi hatubebwi. Sisi hatubebwi. Tunasema uchaguzi hamna. Mimi sifahamu kizungu. No election, no reform. Yeah. No election, no reform. Hakuna uchaguzi bila mabadiliko. Wakati wa Mungu kifika umefika, hatungelifanya nini? Hatungelimeza hilizi 20 tumboni. Zitakuwa peupe. Makamanda peoples Power. Peoples Power. Aluta Continue. Aluta Continue. Hakuna kulala Mpaka kieleweke. Hakuna kulala Mpaka kieleweke. kieleweka. Serikali. Safi sana. Kwa majina anaitwa Daniel Alfred Mwambipile, maarufu zaidi ni XB mwanaharakati. Ni mkazi wa jiji la Mbeya na ni mwanaharakati wa haki za raia na utawala bora. Kifupi niseme kwamba mimi binafsi nimefurahi sana kwa ujio wa mwenyekiti wa taifa Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu, kamanda wa vita, mpango wa Mungu, muujiza unaotembea. Amina. Lakini Tundu Lissu hatakuwa peke yake kwenye mkutano wa kesho wa hadhara wa tarehe 23 mwezi wa pili mwaka 2025 pale kwenye viwanja vya Rwandazovwe Iromba. Tunawakaribisha kwanza wote wananchi wa jiji la Mbeya. Pia nikiwa kama mwenyekiti wa kanda ya Nyasa Kivuli, ambaye nilikuwa ni mgombea Kivuli, na waalika majimbo yote 31 ya kanda ya Nyasa na mikoa yake yote mitano, ukiwa mkoa wa Mbeya, mkoa wa Rukwa, mkoa wa Njombe, mkoa wa Iringa na mkoa wa Songwe. Makamanda wote, wananchi wote tunawaalika, lakini nashukuru kwa sababu mwitikio umekuwa mkubwa. Amina. Watu walikuwa wanahitaji kumuona Tundu Lissu. Lakini kipekee ni furahi ule uchaguzi wa tarehe 21 mwezi wa kwanza mwaka huu mwaka 2025 ni uchaguzi wa kipekee. Tumewafundisha demokrasia wanachama wa CCM pamoja na viongozi wao, akiwepo Samia Suluhu Hassan pamoja na huyu mchekeshaji Wasira. Tumewafundisha demokrasia kwamba nchi inahitaji demokrasia, na tulifanya uchaguzi wa wazi live na kura zilipigwa wazi. Lakini pia niipongeze dunia nzima ambayo ilijitokeza kushuhudia uchaguzi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo ambao kwa unafanyika tarehe 21 mwaka huu mwaka 2025 mwezi wa kwanza. Dunia nzima iliona. Tuliona dunia nzima inashuhudia, si chini ya watu milioni 330. Umeelewa? Wakishuhudia uchaguzi. Lakini kipekee nikiongea haya mafupi, nataka niseme kwamba wananchi wote kanda ya Nyasa, majimbo 31, mikoa mitano, tukutane Rwandazovwe kesho Jumapili. Kwa nini tupo hapa? Tupo hapa kwa sababu tunazungumzia mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi, mwezi wa 10 mwaka 2025. Sisi Chadema tumekuja na slogan, kauli mbiu linasema no reforms no election. Ya kwamba hakutokuwa na uchaguzi mwaka huu mwezi wa 10 mwaka 2025 pasipo mabadiliko ya mfumo mzima wa uchaguzi, mabadiliko ya kikatiba na sheria zote. Kwa nini tunasema hivyo? Na kuna kauli zinaendelea, propaganda zinasema Chadema watasusia uchaguzi. Hapana. Chadema hatutosusia uchaguzi. Tunasema hakuna uchaguzi utakaofanyika mwaka huu mwaka 2025 pasipo mabadiliko ya kimfumo wa uchaguzi, sheria na katiba. Na kama hazitofanyika mabadiliko ya mfumo wa katiba na sheria na mfumo wa uchaguzi, tutazuia huo uchaguzi hautofanyika. Ndio. Hiyo itakuwa ni chuma kwa chuma. Kwa hilo lazima mjue. I just want to talk to you absolutely clear kwamba hakutofanyika uchaguzi pasipo tume huru ya uchaguzi. Not tume huru actually kama tume. Yani mfumo mzima. Hatutaki uchaguzi ambao wasimamizi wake wanawajibika kwa Samia Suluhu Hassan. Yani uchaguzi wa Simba na Yanga watoe rifali wa kusimamia uchaguzi alafu utegemee Simba itashinda. Hicho kitu ni ndoto. Uchaguzi wa Chadema na CCM alafu utegemee
Chadema itashinda wakati Samia ndo anateua wasimamizi wote. Hatutaki uchaguzi unaosimamiana na watendaji wa kata, uchaguzi unaosimamiana na watendaji na wakurugenzi, uchaguzi ambao unasimamiwa na timu nzima ya CCM. Kwa hiyo tunahitaji tume huru, sio tunahitaji mabadiliko ya kimfumo ya uchaguzi, ambao hiyo mabadiliko ya mfumo wa kiuchaguzi tunataka na hiyo tume ichukue fedha zake yenyewe hazina kuu, sio isimamiwe na wizara. Yani wizara itoe hela kwa tume ya uchaguzi utegemee sisi tutashinda, wakati hizo hela wanapewa na wizara. Hatutaki uchaguzi ambao unasimamiwa na watu wanaopewa maelekezo na Samia Suluhu Hassan. Tunataka uchaguzi uhuru wa haki. Hatutaki uchaguzi ambao unapora haki za watu. Watu wanachagua mtu A, lakini mle mtu A atangazwi, anatangazwa mtu B ambaye ni wa CCM. Kwa hiyo sisi kama Chadema jiji la Mbeya, Chadema mikoa 5 ya Mbeya, Chadema majimbo 31 ya kanda ya Nyasa, tumejiandaa vilivyo kumpokea kamanda wa vita Tundu Lissu, kumpokea kamanda wa vita John Heche. Najua makamanda kibao watakuja, na bahati nzuri Lema nilikuwa nawasiliana kwa karibu, kwa chuma nacho kingine ambacho ni Godbless Lema atakuwepo. Lakini pia kuna Dr. Slaa atakuwepo pale katika viwanja vya Ondelezo kesho Jumapili. Ndio. Atakuwepo pale, tutakuwa naye. John Heche, Tundu Lissu, hao ndio siseme. Na tumemshukuru Mungu kwa kutuletea hivi vyuma. Kwa sababu Tundu Lissu ni chuma, Heche ni chuma. Yaani mwaka huu itakuwa ni chuma kwa chuma. Tutazunguka nchi nzima kuhamasisha wananchi. Jiji la Mbeya kesho Jumapili tarehe 23 linakwenda kuripuka. Na tunashukuru kuanzia jana vyumba vyote jiji la Mbeya vimejaa, kwa sababu ugeni ni mkubwa. Tumeshukuru na wananchi kutoka wanaoishi nchi za jirani, Zambia, Malawi, wote nao wamefika kuja kushuhudia mkutano huu mkubwa ambao unakwenda kuongozwa na viongozi wa kitaifa ambao yakiwepo Mheshimiwa Tundu Lissu na John Heche. Makamanda peoples power, peoples power, aluta continue, aluta continue, aluta continue. Kesho Jumapili tarehe 23 mwezi wa tatu huu tunakwenda kudondosha jiwe la kilo 390 kwenye tenge la nyanya. Wote watakuwa masalu. Mwaka huu uchaguzi hautafanyika bila tume huru. Mimi mwenyewe nitoe mfano wa mwisho kwamba mimi nilikuwa ni muhanga mwaka 2020, niligombea udiwani wa kata ya Rwanda, jimbo la Mbeya mjini. Nilishinda mapema. Kula za awali zilibaki vituo vitatu. Nilipata kule 7,800. Vituo vilibaki vitatu vya shule ya msingi pale Ihanga, ambavyo hivi vituo vyote vilikuwa vinakula 200 na kingine kula 220, kingine 250. Hata ningewaachia kula za vituo vitatu vilivyokuwa vimebakia wasingenifikia, lakini nilishinda. Cha ajabu nilitekwa. Walikuja pale polisi, magari OCD Chacha akiwepo na RCO Andrew, wakanibeba wakanitupia kwenye gari, lakini walikuwepo na magari mengine ambao wale kwa hakika ni maafisa usalama ambao hawakuwa sio wenyeji wa mkoa wa Mbeya. Kwa hiyo ni muanga na huu uchaguzi. Hatufanyi majaribio ya kukataa uchaguzi ambao hauna tume ule wala mabadiliko ya kisheria. Kwa hiyo tunataka tume huru, kwa sababu mwaka huu ni mwaka wa kutaka tume huru na mabadiliko yote ya mfumo wa uchaguzi. Makamanda peoples, tukutane kesho Rwanda Nzovu Jumapili kesho tarehe 23 mwezi wa 3 mwaka 2025. Asanteni sana. Asante.